tawadhu aljunubi qabla an-nawm, kutawadha mwenye janaba kabla ya kulala usingizi. Wa yustahabbu laha, nimekosewa nimekosewa. Wa yustahabbu lahuma, ndio maana wameweka muthanna, alla yanama, sawa. Wa yustahabbu lahuma, na panasunishwa kwa wao na ndoa wawili, alla yanama, wasilale, wahuma ala janabatin, hali ya kuwa wapo katika janaba, illa idha tawaddaa, isipokuwa watakapotawadha. Wa fihi ahadith, tawaddaa illa idha tawaddaa, muthanna hiyo. Kataba, qaraa, safaha, dakhala, wawili. Akala, sawa. طيب. وفي احاديث، نكتب له كنا حديث. الاول حديث ya kwanza عن عائشه رضي الله عنها قالت amesema كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, msee alikuwa mtume alayhi wasallam, idha arada an yaakula au yanama, anapotaka kula au kulala, wa huwa junub, hali yakuni mwenye janaba, ghasala farjahu wa tawaddaa, anaosha utupu wake kisha anatawadha, maana anaenda kufanya istinja. Wa tawaddaa wudhu'ahu lis-salah, na kutawadha mfano udhu wake wa swala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi ya pili, عن ابن عمر رضي الله عنهما, imepokea kutoka kwa Ibn Umar radhi za Allah ziwe juu yao, anna Umar qala, Umar amesema, ya Rasulullah, huyo mtume wa Allah, ayanamu ahaduna wa huwa junub, je, yafahamu mmoja wetu katika kulala hali ya kuwa ana janaba? Qala na'am idha tawadda, mtume akasema ndio atakapokuwa ametawadha. Fi riwaya, tawadda waghsil dhakaraka thumma nam, tawadha kisha osha utupu wako kisha ulale. Wa fi riwaya, na'am ndio, liyatawadda thumma liyanam, atawadhi kisha alale, hatta yaghtasila, mpaka aoge, idha shaa, akitaka. Hiyo ni istithna. Sasa hiyo huku alisema naam, anasema yosema tawadda waghtasil, hiyo ni amri, inafundisha nini? Wajibu. Lakini kumekuja katika riwaya nyingine idha shaa au insha, katika riwaya nyingine naam, watawadda insha, naam, na tawadhi akitaka. Kwa hiyo imekuja nini? Istithna. استثناء. أخرجه البخاري ومسلم. والرواية الثانية لأبي داود بسند صحيح، والرواية الثالثة لمسلم مسلم وأبي وعوان والبيهقي، والأخيرة لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما كما في التلخيص. وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء، نهي ونشو kutowajibika udhu huu, wa huwa madhhabu jumhuri ulama, na hii ndio madhhab ya maulama waliowengi. Wa idha kana kadhalika, na ikiwa ndio hivyo, falbil aula, basi ni bora zaidi, alla yajiba hadha alwudhu ala ghairi aljunub, kutowajibika huo udhu kwa yule asina janaba. Umeona mpaka kwamba kuoga, yani hapa sio kusema kwamba kutawadha, riwaya ya kwanza limetuambia ni wajibu, lakini riwaya ya pili na ya tatu inaonyesha kwamba sio nini wajibu. Sababu mmoja anasema idha shaa, mwingine anasema inshaa. Kwa hiyo hii istithna inaonyesha nini? Adamu wujubi alwudhu liljunub, kutowajibika kutawadha kwa yule anayetaka kulala wakati akiwa nini na janaba. Ikiwa jambo liko hivyo, basi kwa yule sina janaba ni babi aula kwamba si wajibu ule udhu, inakuwa ni sunna. Umeelewa kama? طيب. وهي تدل على عدم وجوب هذا الوضوء، na hiyo riwaya inaonyesha kutowajibika kwa huu udhu, wa huwa madhhabu jumhuri ulama. Sawa, baadhi ya ulama wanaona kwamba ni wajibu, na hiyo ndio madhhabu ya ulama walio wengi. Wa idha kana kadhalika, na ikiwa iko hivyo, fabil aula, basi ni bora zaidi, alla yajiba, kutowajibika hadha udhu huu na utawadha mtu anapotaka kwenda kulala ala ghairi aljunub, kwa yule ambaye hasina nini, hasina janaba. Sawa. Hukumu hadha alwudhu, hukumu ya huu udhu, walaysa dhalika ala alwujubi wa inma listihbab almuakkad. Huu udhu haupo katika hukumu ya uwajibu, wa inma lilistihbab, na kwa hakika si nyinginevyo bali huu hukumu yake ni sunna almuakkad, iliyotiliwa mkazo.
kwamba ni sunna iliyotiliwa mkazo ambayo Muislamu hataki kuiacha. Lakini kama ameacha hatapata madhambi, lakini hataki kuacha kwa sababu jambo ambalo Muislamu amelitilia tashdidi, kwa sababu riwaya nyingine zimekuja kuonyesha nini? Wajibu. Tayib, na hii ndio alama ya nini? Miongoni mwa alama za kujua kwamba hii ni sunnatun muakkada. Miongoni mwa alama zake ni hizi kwamba Mtume salama zitakapokuja baadhi ya riwaya kuonyesha wajibu, riwaya zingine zikaja kutangua, hiyo inakuwa nini? Ni sunnatun muakkada. Kwa mfano, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Unaona, laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwak ni wajib, sivyo? La amartuhum bisiwak hiyo ni wajib, lakini laula an ashuqa ala ummati hiyo inafanya istithna, inavua ule wajibu. Kwa hiyo kupiga mswaki ni sunnatun muakkada, sunna iliyotuliwa mkazo. Alama ya pili ya sunnatun muakkada, muwadhabatu nabii sallallahu alaiha, ni mtume kudumu katika hilo jambo mpaka akafa. Atakapokuwa amedumu katika hilo jambo mpaka akafa, hiyo ni dalili kwamba ni sunnatun muakkada. Alama ya tatu, Mtume alayhi wasallam kulifanya hilo jambo hadaran wa safaran, akiwa yumo ndani ya mji wake, akiwa yuko safarini, anafanya hiyo. Ni sunnatun muakkada, kama wanavyoeleza ahlul ilm rahimahumullah ta'ala. Sawa. Lihadithi Umar radiyallahu anhu annahu sa'ala Rasul sallama, alimuuliza Mtume wa Allah, ayanamu ahaduna wa huwa junub, analala mmoja wetu hali yakuna janaba? Faqala na'am, kuna kasema ndio, yatawadda inshaa, na atatawadha akitaka. تفق عليه واللفظ لمسلم. ويؤيد حديث عائشة قالت نتلي مكاز حديث عائشة قالت نسمع كان رسول الله alikuwa mtume wa Allah. Riwaya ambayo inatilia nguvu kwamba udhu sio wajibu, huo ni riwaya ambayo imesimuliwa na Aisha, kana Rasulullah sallama, alikuwa mtume wa Allah, yanamu wa huwa junub, analala hali yakuwa na janaba, min ghairi an yamassa maa, basi na hukusa maji, hatta yaquma ba'da dhalika fayaghtasil, paka anasimama baada ya hapo kisha anaoga. Hapa nakusudia kwamba shabainisha hukumu ya huu udhu ule mwenye janaba. Huu udhu ambao umeambiwa utawadhi ni wajibu au si wajibu? Kasema kwamba ni sunna iliyotiliwa mkazo. Dalili, naam, yatawadha inshaa, ndio atawadhi akitaka. Lakini kuna riwaya ambayo inatilia nguvu pia huwa sio sunna, ambayo imesimulia Aisha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume wa Allah, yanamu, analala, wa huwa junub, hali ya kuwa ana janaba, min ghairi an yamassa maa, pasna kuyagusa maji. Wanasema si wajibu, kama mtume alilala bila kugusa maji wakati ana janaba, si wajibu. Basi hatta yaquma ba'da dhalik, mpaka atakapokuwa amesimama baada ya kulala huo usingizi, fayaghtasil, kisha anaoga. Wa fi riwayatin anha, na katika riwaya nyingine kutoka kwa Aisha, kana yabitu junuban, alikuwa analala usiku akiwa na janaba, fayatihi Bilal, kisha anajiwa na Bilal bin Rabah, fayuadhinuhu bis-salah, na kumuadhinia swala, fayaqumu, kisha anasimama mtume kutoka usingizini, fayaghtasilu, yani mpaka ule wakati wa adhana ya Bilal. Inna Bilal yuadhinu bilayli, Bilal anadhini wakati wa usiku. Kwa ule muda wa adhana ya kwanza mtume anandio anaamka anaenda kuoga. Fa'anzur ila tahadduri alma min ra'sihi, bas mimi nilikuwa naangalia, fa'anzur ila tahadduri alma, kisha ninaangalia yale tahadduri alma, yale matone ya maji yanayodondoka. Tahadduri alma, yale matone ya maji yanayodondoka, kwa sababu ukisema hadara katika lugha ya Kiarabu maana anzala, ameteremsha, ameteremka. Au hadara ina maana pia ametoka juu kuja chini, au asala, amechuruzika, kitu kimechuruzika. Hiyo ndio maana hadara. Yani kwa hiyo aliposema hatta fa'anzur ila tahadduri
basi mimi Aisha nilikuwa naangalia matone ya maji yanayodondoka katika mwili wa Mtume alayhi wasallam min ra'si, kutoka katika kichwa chake. Thumma yakhruju, kisha anatoka, fa asma'u sautahu, kisha ninasikia sauti yake fi salati al-fajr, katika sala al-fajr. Thumma yadhillu sa'ima, kisha anaendelea kufunga. Thumma yadhillu sa'iman, kisha yadhillu sa'iman. Yadhillu sa'iman akhwatu kana, kwa hiyo thumma yakunu sa'iman, kisha anakuwa ni mwenye kufunga. Qala Mutarrif, amesema Mutarrif, faqultu li'amiri, nikasema mimi kumwambia nani? Amir, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Qala na'am, sema ndio, sawaun Ramadhan au ghayru, sawa sawa ni mwezi wa Ramadhan au mwezi mwingine usipokuwa Ramadhan. Dhalla ni mchana, dhalla thumma yudhillu, thumma yudhillu sa'iman, thumma akina mwanadamu yake thumma yudhillu sa'iman, kisha anakuwa ni mwenye kufunga, kwa sababu ni katika akhawati kana, anasema yani hawezi kusema kisha anakuwa mchana amefunga, na ileti maana thumma yadhillu maki unamleta thumma yakunu, kwa sababu ndugu yake kana, kwa hiyo yadhillu maki yakunu, thumma dhalla thumma kana. طيب, haya, ightisaluhu qabla an-nawmi afdalu,